Jambo na habari za mchana, wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo. Tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya mchana leo kwa tarehe 16 za mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni furaha yetu kwa nanyi tena katika mdo wa mchana ili kukuleteni habari muhimu za kuaminika na za hivi karibuni kutoka ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kanda ya maziwa makuu na Afrika na duniani kote. Na katika matangazo yetu ya mchana leo tutakuletea maendeleo ya hali ya usalama mashariki mwa nchi, siasa, uchumi, jamii, michezo pamoja na habari nyingine zinazogusa vichwa vya habari katika saa za hivi karibuni. Mimi ni Teloje Longa, basi nakukaribisha endelee na sikuona sisi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu hii ya mchana wa leo. Minembwe Centre endelea kubaki chini ya udhibiti wa muungano wa waasi wa M23 tulionao pamoja na Red Tabara. Hali imethibitishwa na msemaji wa operesheni ya Sokola 2 Suletna Rigeni Kalonji katika mahojiano ya simu yaliyofanywa na vyanzo vyetu siku ya jana Jumamosi tarehe 15 Juni mwaka 2026. Kwa mujibu wa afisa wa jeshi licha Minembwe kubaki chini ya udhibiti wa makundi hayo ya silaha, vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC vinaendelea na operesheni za kijeshi katika eneo lote la Haut Plateau za Fizi, Uvira na Mwenga kwa lengo la kurejesha usalama na mamlaka ya serikali katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro ya kivita. Suletna Rigeni Kalonji Mbuya ameeleza kuwa operesheni zinazoendelea zinahusisha hatua mbalimbali za kijeshi zinazolenga kuzuia kusambaa kwa makundi yenye silaha, kulinda raia pamoja na kuandaa mazingira kutuwezesha kurejea kwa utulivu katika maeneo yanayokumbwa na mapigano ya mara kwa mara. Kwa miezi hii kadhaa sasa, eneo la Minembwe pamoja na maeneo mengine ya Haut Plateau yanaendelea kwa kitovu cha mvutano wa kiusalama, mali ambayo imeathiri maisha wa maelfu ya wananchi. Wengi wamekumbwa na changamoto za kuhama makazi yao, ukosefu wa huduma za msingi pamoja na hofu ya kutokana na mapigano ya mara kwa mara kati ya vikosi vya serikali na makundi yenye silaha. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC linaendelea kusisitiza kuwa limesalia na dhamira kurejesha amani ya kudumu katika sehemu zote za Kivu Kusini. Mamlaka za kijeshi zinaamini kuwa kupitia operesheni zinazoendelea, hali ya usalama itaimarika hatua kwa hatua na kuruhusu wananchi kurejea katika shughuli zao za kawaida na za kijamii vile na kiuchumi. Wakati huo wakazi wa eneo hilo wanaendelea kufuatilia kwa karibu mwenendo wa operesheni hizo, huku wakitarajia kurejea kwa amani, usalama na utulivu ambao ni muhimu kwa maendeleo ya maeneo ya Haut Plateau. Hadi sasa Minembwe Centre bado inasalia chini ya udhibiti wa waasi wa M23 tulionao na Red Tabara, huku jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kiendelea na juhudi zake za kijeshi katika maeneo ya jirani kwa lengo la kuleta utulivu wa kudumu katika eneo hilo. Uongozi wa mkoa wa Cadre Volontaire pour la Défense de la Patrie unajulikana zaidi kama Wazalendo umeeleza mastiko na wasiwasi mkubwa kufuatia matukio ya kiusalama yaliyotokea katika kundi la Itara eneo la Luvungi katika wilaya Uvira ndani ya bonde la Ruzizi. Katika taarifa iliyotolewa siku ya jana tarehe 15 Juni mjini Uvira, Wazalendo walisema kuwa wamekuwa na mvutano unaohusisha baadhi ya wanajeshi wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC au sababisha majibizano na risasi za kusababisha vifo vya baadhi ya watu pamoja na kuibua hofu miongoni mwa wananchi. Kwa mujibu wa Wazalendo, makundi hayo yanahusishwa na mienendo inayodaiwa kufanywa na baadhi ya maafisa wa kijeshi walioko katika eneo hilo. Wanasema kuwa vitendo hivyo vinakiuka nidhamu ya kijeshi na vinaweza kuzofisha juhudi zinazofanywa na kurejesha usalama katika maeneo ya mashariki mwa nchi ambayo endelea kukabiliwa na changamoto za makundi yenye silaha. Wazalendo wanaeleza kuwa tukio hilo na limetokea katika kipindi ambacho vikosi vyote vya usalama vinapaswa kuelekeza nguvu zao katika kulinda raia na kuhakikisha mipaka ardhi ya taifa inalindwa dhidi ya vitisho mbalimbali vya kiusalama. Kwa maoni yao, migogoro ya ndani kati ya watu wanaopaswa kushirikiana katika kulinda usalama inaweza kuhatarisha operesheni zinazoendelea katika eneo hilo. Taarifa hiyo inaongeza kuwa tangu jioni ya tarehe 14 Juni wananchi wa Luvungi wamekuwa katika hali ya hofu baada ya kusikia milio ya risasi katika maeneo yao. Hali imeongeza taharuki kwa wakazi ambao tayari wanaishi katika mazingira yenye changamoto za kiusalama. Wazalendo wanaamini kuwa Luvungi pamoja na Katogota ni maeneo ya kimkakati ambayo yanahitaji usimamizi makini na utaratibu mzuri wa vikosi vya ulinzi. Kikosi hicho uongozi wa Wazalendo umekumbusha kuwa hapo awali uongozi wa kanda ya kijeshi ya 33 uliwahi kuzuia wapiganaji wao kuingia katika eneo la Luvungi kwa maelezo kwamba jeshi lilikuwa na uwezo wa kusimamia hali ya usalama. Hata hivyo, wanaendelea kusisitiza umuhimu wa kuimarisha nidhamu, mshikamano na ushirikiano kati ya vikosi vyote vinavyohusika na ulinzi wa eneo hilo. Wazalendo pia wametoa tahadhari dhidi ya taarifa za upotoshaji, uchochezi au vitendo vinavyoweza kuleta migawanyiko miongoni mwa vikosi vya ulinzi. Kwa mujibu wao, hali kama hiyo inaweza kuwapa nafasi makundi yenye silaha kuendelea kutishia usalama wa wananchi na kuasiri juhudi za kurejesha amani katika mkoa wa Kivu Kusini.
Kwa upande wake, msemaji wa operesheni Sokola 2 ya Kivu Kusini, Mbui Kalonji, ametoa ufafanuzi kuhusu tukio hilo. Amesema kuwa hali hiyo inahusisha wapiganaji waliokuwa katika mazingira yao ya kawaida ya kijeshi na kwamba haikuwa na mpango makubwa kama ilivyozaniwa na baadhi ya watu. Kwa mujibu wa Kalonji, makundi mawili ya wanajeshi waliokuwa katika hali isiyo ya kawaida yalijikuta katika kutokolewana, jambo lilosababisha majibizano ya risasi. Hata hivyo, baada ya tukio hilo, vikosi rasmi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vilichukua hatua za haraka na kufanikiwa kurejesha utulivu katika eneo husika. Ameongeza kwa wanajeshi waliohusika walikamatwa mara moja na kuhamishwa mjini Uvira ambako wanachukuliwa hatua za kinizamu kwa mujibu wa sheria na kanuni za kijeshi. Mamlaka za kijeshi zinasema kuwa hali ya usalama kwa sasa imerejea kwa kawaida na kwamba eneo linaendelea kudhibitiwa na vikosi rasmi vya serikali. Wananchi wa Luvungi na maeneo jirani wanaendelea kutarajia kuimarika kwa usalama na kuondolewa kwa vitendo vyote vinavyoweza kuhatarisha amani na utulivu katika bonde la Ruzizi, eneo ambalo lina umuhimu mkubwa katika masuala ya usalama na maendeleo ya mkoa wa Kivu Kusini. Uongozi wa juu wa kundi la Volontaires pour la Défense de la Patrie Wazalendo Front Grand Nord unaendelea na ziara maalum ya kikazi katika sekta Bampere pamoja na mkoa wa Chopo kwa lengo la kufanya tathmini ya kina kuhusu hali ya usalama na mwenendo wa operesheni zinazofanywa katika maeneo yao. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana, ujumbe huu unajumuisha viongozi wa juu wa Wazalendo ambao wamepewa jukumu la kukagua maendeleo ya operesheni za ulinzi, kutathmini mafanikio yaliyopatikana pamoja na kubaini changamoto zinazokabili vikosi vilivyopo mstari wa mbele katika mapambano dhidi ya makundi yenye silaha yanayotishia usalama wa wananchi. Katika sekta Bampere, wajumbe wa ujumbe huo wanatarajiwa kufanya mikutano na viongozi wa kijeshi, viongozi wa kijamii pamoja na wapiganaji walioko katika maeneo mbalimbali ya operesheni. Lengo ni kupata taarifa za moja kwa moja kuhusu hali halisi ya usalama na namna wananchi wanavyoishi baada ya hatua mbalimbali zinazochukuliwa na kuimarisha ulinzi wa eneo hilo. Kwa sasa sekta Bampere inatajwa kuwa miongoni mwa maeneo ambayo yameonyesha mafanikio katika juhudi za kupambana na mashambulizi ya waasi wa ADF. Tofauti na baadhi ya maeneo mengine ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Bampere imekuwa ikishuhudia kipindi cha utulivu kwa kiasi ambako matukio ya mauaji ya raia yanahusishwa na kundi hilo yamepungua kwa kiwango kikubwa. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa hali hiyo imechangiwa na ushirikiano uliopo kati ya vikosi vya ulinzi, wazalendo pamoja na wananchi ambao wamekuwa wakitoa taarifa muhimu zinazosaidia kuzuia mipango ya mashambulizi kabla haijatekelezwa. Hata hivyo, licha ya hali ya utulivu inayoripotiwa katika Bampere, viongozi wa wazalendo wanaendelea kuwa waangalifu kutokana na ukweli kwamba makundi ya waasi bado yana uwezo wa kujipanga upya na kujaribu kufanya mashambulizi katika maeneo yaliyozunguka sekta hiyo. Ndio maana tathmini hii inalenga pia kuangalia namna ya kuimarisha mifumo ya tahadhari za mapema za ushirikiano na vikosi vya ulinzi. Kwa upande wa mkoa wa Chopo, hali ya usalama inaendelea kuwa ya wasiwasi kutokana na tishio la kuingiliwa kwa makundi ya ADF ambayo mara kwa mara yamekuwa kitafuta njia za kupanua maeneo yao ya shughuli. Ingawa baadhi ya sehemu za mkoa zinaendelea kuwa tulivu, mamlaka za usalama zinaendelea kufuatilia kwa karibu maenendo ya makundi hayo ili kuzuia mashambulizi yoyote dhidi ya raia. Katika ziara hiyo, ujumbe wa Wazalendo Front Grand Nord unakusanya taarifa mbalimbali kutoka kwa viongozi wa maeneo hayo husika, huku kuhusu mahitaji ya kiusalama, hali ya wananchi waliokimbia makazi yao pamoja na changamoto zinazokabili walinzi wa eneo hilo katika kutekeleza majukumu yao ya kila siku. Ujumbe unatarajiwa kutoa maelekezo mapya kwa vikosi vya Wazalendo vilivyopo katika maeneo ya operesheni ili kuhakikisha kuwa hatua za ulinzi zinaendelea kuimarishwa na kwamba wananchi wanaendelea kupata ulinzi unaohitajika dhidi ya vitisho vya makundi yenye silaha. Viongozi wa Front Grand Nord wanaamini kuwa tathmini itasaidia kuboresha mikakati ya kiusalama na kuimarisha utaratibu kati ya vikosi mbalimbali vinavyoshiriki katika mapambano dhidi ya makundi ya waasi katika mashariki mwa nchi. Wanasema kuwa lengo kuu linaendelea kuwa kulinda maisha ya wananchi, kurejesha amani na kuhakikisha kwamba maeneo yaliyopata utulivu yanarudi tena katika hali ya machafuko. Wakati ujumbe ukiendelea na kazi yake katika Bampere na Chopo, wananchi wa maeneo hayo wanaendelea kutarajia kuona hatua zaidi za kuimarisha usalama, hasa katika kipindi ambacho tishio la makundi ya waasi bado linaendelea kuasili baadhi ya maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baraza la vijana wa Ruchuru linalojulikana kama Conseil Territorial de la Jeunesse limelaani vikali mauaji mapya raia yanayoripotiwa kutokea katika eneo la Bwito mkoani Kivu Kaskazini. Katika taarifa yake iliyotolewa siku ya jana tarehe 15 Juni, shirika linasema kuwa vitendo hivyo vinadaiwa kufanywa na waasi wa M23, AFC na RDF ambao wanaendelea kudhibiti baadhi ya maeneo katika sehemu hiyo ya nchi. Kwa mujibu wa taarifa ya vijana hao kutoka Ruchuru, watu wasiopungua 6 wakiwemo wanawake na watoto waliuawa wakati ya tarehe 11 na tarehe 12 Juni katika kijiji cha Nyangi
Ngisozi na Mayengo kutoka ndani ya kundi la Bambo. Shirika hilo linaeleza kuwa wahusika wa mauaji hao wanatumiwa wanasiriwa wanahusiana na wapiganaji wa FDLR pamoja na makundi ya wazalendo, madai ambayo kwa mujibu wa shirika hilo la vijana hayaambatani na ushahidi wowote. Baraza hilo la vijana linaeleza kuwa matukio hayo yameongeza hofu na sitofahamu miongoni mwa wananchi wa Bwito ambao kwa muda mrefu wamekuwa kikumbwa na athari za migogoro ya silaha. Wakazi wengi wanaendelea kuishi katika mazingira magumu kwa kuhofia usalama wao na wa familia zao kutokana na kuendelea kwa mapigano na vitendo vya ukatili vinavyoripotiwa mara kwa mara. Katika taarifa yake, baraza la vijana kutoka Ruchuru linasema kuwa tangu mwanzo wa mwaka 2026 hadi sasa imefanikiwa kurekodi jumla ya watu 213 waliouawa katika sheferi ya Bwito pekee. Takwimu hizo kwa mujibu wa shirika hilo zinaonyesha ukubwa wa changamoto za usalama inayokabili wananchi wa eneo hilo na umuhimu wa hatua za haraka kuchukuliwa ili kuzuia kuendelea kwa umwangaji damu. Baraza hilo la vijana limetoa wito kwa mamlaka za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuchukua hatua madhubuti ili kuhakikisha usalama wa wananchi unarejeshwa katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro. Vile vile limeomba jumuiya ya kimataifa, hususan Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika pamoja na mashirika ya kutetea haki za binadamu kuanzisha uchunguzi huru na wa kina kuhusu mauaji ili kubaini ukweli wa matukio yaliyotokea na kuwabaini wahusika. Kwa mujibu wa viongozi wa shirika hilo la vijana kutoka Ruchuru, uchunguzi wa wazi na usioegemea upande wote unaweza kusaidia kuleta haki kwa familia za wahasiriwa na kuzuia vitendo vya kama hivyo kujirudia katika siku zijazo. Wamesisitiza kuwa wajibikaji ni muhimu katika juhudi za kurejesha amani na kujenga imani ya wananchi kwa taasisi zinazohusika na ulinzi wa raia. Mbali na kutaka uchunguzi, baraza la vijana la Ruchuru pia limedai kuwepo kwa hatua za kisheria dhidi ya watu wote wanaobainika kuhusika na mauaji hayo. Shirika hilo la vijana linaamini kuwa adhabu kwa wahusika inaweza kuwa ishara muhimu katika mapambano dhidi ya ukiukaji wa haki za binadamu katika maeneo ya migogoro. Baraza hilo la vijana kutoka Ruchuru limehimiza kuweka mifumo madhubuti ya kulinda wananchi katika maeneo yanayoendelea kuathiriwa na mapigano. Miongoni mwa hatua zilizopendekezwa ni kuimarishwa kwa ulinzi wa vijijini, kuongezwa kwa ufuatiliaji wa hali ya usalama pamoja na kuhakikisha misaada ya kibinadamu inafikia wananchi walazimika kuyakimbia makazi yao kutokana na vita. Wananchi wa Bwito wanaendelea kuishi katika hali ya wasiwasi huku wakisubiri hatua kutoka kwa mamlaka husika na jumuiya ya kimataifa. Wengi wanatarajia kuona juhudi zaidi zikifanyika ili kurejesha usalama, kulinda maisha ya raia na kuleta amani ya kudumu katika eneo hilo ambalo limekuwa likikumbwa na migogoro kwa miaka mingi sasa. Hadi sasa kuna taarifa rasmi iliyotolewa na upande unaotumiwa kuhusu madai hayo. Hata hivyo, mashirika ya kiraia na watetezi wa haki za binadamu wanaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya hiyo, huku akitaka ukweli ujulikane na haki itendeke kwa wasiriwa wote wa vurugu hizo. Kiongozi wa muungano wa M23 Corneille Nangaa ametoa kauli mpya kuhusu mustakabali wa maeneo yanayodhibitiwa na waasi hao katika mikoa ya Kivu, akisema kuwa tawala zilizowekwa katika maeneo hazipaswi kuchukuliwa kama za mpito bali ni utawala wa kudumu. Akizungumza katika mazingira ya kuendelea kwa mgogoro wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Corneille Nangaa alieleza kuwa viongozi wa mamlaka zilizowekwa na M23 katika maeneo chini ya ushawishi wao zina jukumu la kuendelesha shughuli za kila siku za wananchi, na kwamba kwa mtazamo wa harakati hiyo mamlaka hizo kuwekwa kwa muda mfupi. Kwa leo imekuja wakati ambako mapigano kati ya waasi wa M23 na vikosi vya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vinaendelea katika maeneo mbalimbali ya Kivu kaskazini na kusini. Katika miezi ya hivi karibuni, waasi hao wanaendelea kudhibiti maeneo kadhaa muhimu, jambo ambalo limezua wasiwasi mkubwa ndani na nje ya nchi kuhusu hali ya usalama na mustakabali wa utawala katika maeneo hayo. Mbali na kutangaza kwa utawala wao ni wa kudumu, Nangaa pia ameeleza nia kupanua zaidi ushawishi wa M23 katika maeneo mengine ya mashariki mwa nchi. Kulingana na kauli yake, harakati hiyo inalenga kuendelea kusonga mbele kijeshi na kisiasa katika maeneo ambayo bado yako chini ya udhibiti wao. Katika tamko hilo, Nangaa ametaja wazi kwa mji wa Beni ambao kwa sasa unatumika kama makao makuu ya muda utawala wa mkoa wa Kivu Kaskazini kuwa miongoni mwa maeneo ambayo waasi wanataka kuifikia katika hatua zinazofuata za operesheni zao. Kauli hiyo imezua mjadala mikubwa katika duru za kisiasa na kiusalama, hasa kutokana na umuhimu wa kimkakati wa mji wa Beni. Mji ni kitovu muhimu cha shughuli za kiutawala, kiusalama na kibinadamu katika sehemu ya Kivu Kaskazini na mkoa wa Kivu Kusini. Vile vile pia maeneo ambalo kwa miaka mingi limekabiliwa na changamoto ya kiusalama zinazohusishwa na makundi mbalimbali yenye silaha. Nangaa alidai pia kuwa aliwahi kumuuliza mkuu wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa
na ambaye anasimamia kitengo cha MONUSCO James Swan akiwa mjumbe huo wa Umoja wa Mataifa alikuwa na mpango wa kuhamisha ofisi zake endapo M23 itafanikiwa kuingia katika mji wa Beni. Kwa leo imetafsiriwa na baadhi ya wachambuzi kama ishara kujiamini kwa wasio kuhusu malengo yao ya kijeshi katika eneo hilo. Hata hivyo, mpaka hadi sasa hakuna taarifa rasmi kutoka kwa MONUSCO kuhusu madai yaliyotolewa na Nanga. Vile vile mamlaka za serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimeendelea kusisitiza kuwa na dhamira ya kurejesha mamlaka dola katika maeneo yote yaliyodhibitiwa na makundi yenye silaha. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaona kuwa kauli hizi zinaonyesha kuendelea kwa mvutano mkubwa kati ya pande zinazohusika katika mgogoro mashariki mwa Kongo. Wanasema kwamba matamshi ya viongozi wa pande zinazokinzana yanaweza kuwa na athari kwa mwelekeo wa mazungumzo ya kisiasa pamoja na juhudi za kutafuta suluhisho la kudumu la mgogoro huu. Wananchi katika maeneo yaliyoathiriwa na vita endelea kuwa waathirika wakuu wa hali hiyo. Maelfu ya familia zimekimbia makazi yao kutokana na mapigano, huku mashirika ya kibinadamu yakionya kuhusu kuongezeka kwa mahitaji ya misaada ya watu walazimika kuhama makazi yao. Kadiri hali ya usalama inavyoendelea kubadilika katika mikoa ya Kivu, macho wengi yanaendelea kuelekezwa kwenye hatua zitakazochukuliwa na serikali ya Kongo, jumuiya ya kimataifa pamoja na wadau wengine wa amani katika kutafuta njia ya kumaliza mgogoro ambao unaendelea kusababisha mateso makubwa kwa wananchi mashariki mwa nchi. Hali ya usalama inazidi kuwa wasiwasi katika mkoa wa Kivu Kaskazini na Ituri vinaendelea kuwa moja masuala makubwa yanayopewa kipaumbele na bunge la taifa pamoja na wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ujumla. Hayo yameelezwa na rais wa bunge la taifa Bonji Sankara wakati wa kikao cha plenary kilichofanyika mjini Kinshasa na kinachohusisha pia kufungua kwa rasmi kwa mkutano wa kawaida wa mwezi Machi mwaka 2026. Akizungumza mbele wa bunge wa taifa, Bonji alieleza kuwa changamoto za kiusalama zinazoendelea katika mashariki mwa nchi zinahitaji umoja wa kitaifa, mazungumzo ya kujenga na mshikamano wa viongozi wa kisiasa pamoja na wananchi wote. Alisitiza kuwa usalama wa kaskazini Kivu na Ituri si tatizo la wakazi wa maeneo hayo pekee, bali ni swali linalohusu taifa lote la Kongo. Katika hotuba yake, rais huyo pia wa bunge alirejea mjadala maalum uliofanyika tarehe 13 Juni kuhusu tathmini ya hali ya kuzingirwa maarufu kama etat de siege, ambayo imekuwa ikitekelezwa kwa miaka kadhaa katika mkoa wa Kivu Kaskazini na Ituri kwa lengo la kupambana na makundi yenye silaha na kurejesha usalama. Bonji alikiri kuwa mjadala huo ulibua maoni tofauti kutoka kwa wabunge mbalimbali, jambo ambalo ni la kawaida katika mfumo wa demokrasia. Hata hivyo, aliwataka wabunge wote kuhakikisha kuwa tofauti za mawazo hazigeuki kwa chanzo cha migawanyiko ndani ya bunge la taifa. Kwa mujibu wake, jukumu la wabunge ni kujadili masuala yanayohusu taifa kwa uwazi na wajibikaji, lakini wakati huu ni kuhifadhi umoja wa taasisi wanayoiongoza. Asisitiza kuwa kuna mjadala wa kibunge unapaswa kuasili mshikamano wa kitaifa au kuleta migogoro kati ya wawakilishi na wananchi. Katika hatua nyingine, Bonji Sankara alieleza kuridhishwa kwake na kurejea kwa wabunge wa Kaskazini Kivu ndani ya ukumbi wa bunge baada ya kipindi cha kutokushiriki baadhi ya shughuli za kibunge kutokana na kutokuridhishwa kwa namna mjadala ya hali ya kuzingira ilivyokuwa ukiendeshwa. Alifafanua kuwa kurejea kwa bunge hao kulitokana na mazungumzo na mashauriano yaliyofanywa na binafsi nao katika siku za hivi karibuni. Kwa mujibu wake, mazungumzo yalisaidia kuondoa sitofahamu zilizokuwepo na kufungua njia ya kuendelea kwa kazi za bunge katika mazingira ya utulivu na kuheshimiana. Rais wa bunge alitangaza pia kuwa mashauriano haya hayataishia kwa wabunge wa Kaskazini pekee, bali ni sehemu kuwa katika siku zijazo ataendelea kukutana na wabunge kutoka mkoa wa Ituri ili kusikiliza maoni yao na kufuata suluhisho la pamoja kuhusu masuala yanayohusu usalama katika maeneo yao. Lengo la mazungumzo hayo, kwa mujibu wa Bonji, ni kuhakikisha kuwa tathmini ya hali ya etat de siege inaendelea katika mazingira ya amani, uwazi na ushirikiano kati ya wabunge wote bila kujali maeneo yanayotoka au msimamo wao wa kisiasa. Akitimisha hotuba yake, rais wa bunge la taifa alithibitisha tena dhamira ya ofisi la bunge kuendelea na mashauriano na wadau mbalimbali kutafuta njia bora ya kusaidia kurejesha amani katika mashariki mwa nchi. Alisisitiza kuwa vita na ukosefu wa usalama katika Kivu Kaskazini na Ituri umesababisha mateso makubwa kwa wananchi, hivyo vinahitaji juhudi za pamoja kutoka kwa viongozi wa kisiasa, taasisi za serikali na wananchi wote. Cette question de l'évaluation de l'état de siège qui préoccupe fortement toute l'Assemblée nationale et toute la République, cette question a été inscrite à l'ordre du jour et reportée à 2 reprises. Et donc le samedi passé, après que les membres du gouvernement qui sont venus ici aient fourni des efforts considérables pour améliorer leur présentation telle que notre propre plénière l'avait sollicité, on en est arrivé au point où les débats étaient suspendus et comme conséquence, et j'ai suivi moi dans les réseaux sociaux,
les collègues députés du Nord Kivu et de l'Ituri ont décidé de suspendre leur participation à nos travaux. Je ne souhaiterais pas du tout qu'à l'occasion d'un débat, notre auguste chambre soit divisée. Donc, moi, j'aimerais que nous puissions en toute responsabilité adopter une attitude qui va faire de sorte que un examen d'un texte ne puisse pas nous diviser au bout de la démarche. Chers collègues, chacun d'entre nous ici a été élu. Chacun d'entre nous est libre d'initier, de soutenir une initiative. On a le droit de protester. On privilégie toujours les dialogues. Quelle que soit l'initiative, votre bureau dépense énormément d'énergie pour dialoguer avec les initiateurs, avec les concernés, dans le cadre de bonnes relations que nous devons entretenir d'abord au sein de notre propre communauté ici, mais avec l'institution gouvernement qui émane de cette même assemblée ici. Je voudrais remercier les collègues du Nord Kivu qui sont ici avec nous. Nous allons poursuivre une partie de la démarche en dehors d'ici parce que nous voulons l'apaisement. Nous voulons rassurer nos collègues que ce qui se passe à l'Est nous concerne tous, sans exception. Et donc c'est dans cet entendement que nous allons poursuivre cette séance aujourd'hui, que je souhaite vraiment sereine comme d'habitude. Kamanda wa kanda 12 ya kijeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC Idi Kapende amevitaka vikosi vya ulinzi na usalama vilivyopo chini ya uongozi wake kuwa katika hali ya tahadhari juu ya kuelekea maadhimisho ya miaka 66 ya uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo atakufanyika tarehe 13 Juni mwaka 2026. Kauli imetolewa siku ya Jumatatu tarehe 15 Juni wakati wa gwaride na pamoja na kutanishwa na wanajeshi wa FARDC, maafisa wa polisi wa kitaifa pamoja na askari wa kikosi cha walinzi wa rais. Gwaride ilifanyika katika kambi ya Major Vangu mjini Lubumbashi na ilikuwa sehemu ya kampeni kubwa ya kuimarisha maadili, nidhamu na wajibikaji miongoni mwa watu wote waliovaa sare za dola katika eneo la Katanga. Akizungumza mbele ya mamia wanajeshi na polisi, Jenerali Idi Kapende alikumbusha kuwa jukumu kuu la vikosi vya ulinzi na usalama ni kulinda taifa, kulinda wananchi na kuhakikisha amani na utulivu vinaendelea kuwepo katika nchi. Alisisitiza kuwa mafanikio ya jeshi lote duniani na utegemea kiwango cha nidhamu na askari wake. Katika hotuba yake, kamanda huyo alieleza kuwa nidhamu ndiyo msingi wa jeshi lenye nguvu na kwamba kila mwanajeshi au askari polisi anapaswa kutekeleza majukumu yake kwa uaminifu, uzalendo na kuheshimu sheria za nchi. Alionya kuwa tabia zinazochafua taswira ya vikosi vya ulinzi hazitavumiliwa tena. Jenerali Idi Kapende alitaja vitendo mbalimbali vya utovu wa nidhamu ambavyo vimekuwa vikilalamikiwa na wananchi katika siku za hivi karibuni. Miongoni mwa vitendo hivyo ni pamoja na unyanyasaji wa wananchi, rushwa wakati wa doria, uporaji, wizi, ujambazi wa kutumia silaha pamoja na matumizi mabaya ya mamlaka dhidi ya raia. Kwa mujibu wa kamanda huyo, tabia kama hizo zinaharibu uhusiano kati ya wananchi na vikosi vya ulinzi huku zikizofisha juhudi za kurejesha usalama katika maeneo mbalimbali ya nchi. Alisisitiza kuwa askari yoyote atakayebanika kujihusisha na vitendo hivyo atachukuliwa hatua kali za kisheria. Katika hatua nyingine, Jenerali Idi Kapende alitoa onyo kali dhidi ya usaliti ndani ya vikosi vya ulinzi wa usalama. Alisema kuwa hakuna mwanajeshi wala polisi anapaswa kushirikiana na makundi yenye silaha au kutoa siri za operesheni za kijeshi kwa watu waliohusika. Alizungumza matumizi ya simu za mikononi wakati wa operesheni za kijeshi, akieleza kuwa matumizi yasiyo na tahadhari yanaweza kuhatarisha usalama na vikosi na kutoa mwanya kwa adui kupata taarifa muhimu za kijeshi. Alisisitiza kuwa ushahidi au kushindwa kwa jeshi unaweza kutegemea mwenendo mwanajeshi mmoja. Kadiri taarifa inavyokaribia kuadhimisha siku ya uhuru, Jenerali Idi Kapende ameamuru magereza yote ya kijeshi, vikosi vya doria na makambi yote yaliyo chini ya kanda 12 ya kijeshi kuwa katika hali ya tahadhari ya juu. Amesema kuwa licha ya hali ya utulivu inayoshuhudiwa katika maeneo mengi ya Katanga, bado kuna hatari ya maadui kujaribu kuvuruga usalama wa nchi. Kwa sababu hiyo, ametaka wanajeshi wote kuwa tayari kukabiliana na tishio lolote la bila kusita, akisisitiza kuwa kazi ya mwanajeshi ni kulinda taifa hata kama italazimu kujitolea maisha yake kwa ajili ya nchi. Jenerali Idi Kapende pia alizungumzia malalamiko mengi yanayotolewa na wananchi kuhusu vizuizi vya usalama na doria zinazofanyika katika jiji la Lubumbashi na maeneo
maeneo jirani. Alikumbusha kuwa vizuizi hivyo vimewekwa kwa lengo la kupambana na uhalifu, biashara haramu ya silaha pamoja na kuzuia maadui kuingia katika maeneo ya kimkakati. Hata hivyo alikiri kuwa baadhi ya askari wamekuwa wakitumia vibaya nafasi zao kwa kujihusisha na rushwa na kutokuwaza wananchi fedha kinyume cha sheria. Alichukua hatua tayari baadhi ya askari wamekamatwa na wamefikishwa mbele ya vyombo vya haki ili kuwajibishwa kwa matendo yao. Katika kuimarisha usimamizi wa silaha na kijeshi, uongozi wa FARDC umetangaza kuwa operesheni maalum ya ukaguzi wa silaha za risasi zinazomilikiwa na wanajeshi pamoja na polisi. Kila silaha itahesabiwa na kila askari atalazimika kueleza matumizi ya risasi alizopoteza. Mamlaka za serikali zimeamini kuwa kupitia kampeni hii, maadili, nidhamu na uwajibikaji wa uzalendo vitaendelea kuwa nguzo kuu za utendaji wa vikosi vya ulinzi na usalama. Hii ni katika kipindi ambacho Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kukabiliana na changamoto za kiusalama mashariki mwa nchi pamoja na vitendo mbalimbali vinavyoweza kuathiri amani na utulivu katika maeneo mengine ya taifa. Ni kufikia hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya mchana wa leo kupitia Kivu News Info, ikiwa tarehe 16 za mwezi wa 6 mwaka 2026. Basi asanteni sana kwa kuendelea kufuatilia na kuwa nasi katika kipindi chote cha taarifa hii. Tunashukuru kwa uaminifu wako na kuendelea kupata habari kupitia kituo chetu cha habari. Kwa habari zaidi na taarifa za haraka, endelea kufuatilia vipindi vyetu vingine na mitandao yetu ya Kivu News Info. Na kabla tujatimisha matangazo yetu, endelea kujuza uende ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla ya kuondoka, ningekuomba na kusifu kitu kimoja, kisha umesubscribe, like, comment na kushare. Na kwa leo nasema kujabone, kuaime vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama utakomeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Langu jina mimi ni Teloje Longa. Basi nakutakia mchana mwema na endelee kuwa salama popote pale ulipo. Na ni kweli tukutanane tena katika matangazo yetu ya jioni kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Baki salama, mchana mwema, bye bye na chau.